Inakuwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Ni huzuni tele Afrika Mashariki na dunia nzima kwa ujumla baada ya taifa la Kenya kumpoteza waziri mkuu wa zamani nchini humo, Raila Amolo Odinga. Sasa kuna wale ambao wameshaanza tayari kutuma risala za rambirambi kwa ndugu, jamaa na marafiki wa hayati Raila Amolo Odinga. Sasa nimegongana jumbe moja ambayo imewekwa kwenye mitandao ya kijamii na kiongozi ambaye yuko katika chama cha Chadema nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muite Godbless Lema. Na ikumbukwe kuwa Godbless Lema ni kiongozi ambaye anatoka nchini Tanzania ndio, na wakati fulani aliwahi kuwa mbunge wa Arusha mjini. Godbless Lema alikuwa na ushikaji wa ukaribu zaidi na Raila Amolo Odinga, na hii ni picha ambayo walipigwa pamoja. Inaonekana kuwa Godbless Lema alitembelea nchini Kenya na akaamua kumtembelea Raila Odinga ndio wasemezane moja mbili tatu kuhusiana na issues za siasa ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa kuna huu ujumbe ambao umeandikwa na Godbless Lema na anasema hivi: kwa huzuni kubwa sana napenda kutoa rambirambi zangu za dhati kwa familia ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na wananchi wa Kenya. Kifo chake kimeacha pengo kubwa si tu katika siasa bali katika historia ya kanda yetu. Raila alikuwa kiongozi wa watu, mtu wa ujasiri na moyo wa kizalendo ambaye alijitolea kwa dhati kwa ajili ya haki na ustawi wa Wakenya. Wengi tunaweza kujiuliza, je, Raila Odinga alikosa daktari kuanzia Nairobi hadi India? Jibu ni hapana. Hili si swala la matibabu, bali ni ukumbusho wa ukweli wa maisha. Kama alivyosema Mfalme Suleimani, kila kitu ni ubatili kama kujilisha upepo. Maisha ya mwanadamu, haijalishi umaarufu au uwezo wake, huishia katika mikono ya Muumba. Ni jambo la maana kwamba Raila Odinga alijua ukweli huu wa maisha. Alipitia mateso mengi, alifungwa, alidhulumiwa, lakini hakukata tamaa. Alisimama imara kwa ajili ya Wakenya, akapigania demokrasia, uhuru na haki. Ujasiri wake ulionekana wazi na mchango wake katika taifa la Kenya ni mkubwa sana. Leo tunalia, lakini pia tunashukuru. Tunalia kwa sababu tumempoteza kiongozi shupavu, lakini tunashukuru kwa sababu tumeishi kushuhudia mfano wa mtu aliyejitolea kwa wengine. Raila Odinga alituonyesha maana halisi ya uongozi, si kwa nguvu, bali kwa moyo wa huduma na upendo wa kweli kwa watu wake. Kwa familia yake na Wakenya wote, natoa pole zangu za dhati. Mungu awape nguvu na faraja katika kipindi hiki kigumu. Na kwa Raila Odinga, ulipigana vita vizuri, ulimaliza mwendo wako kwa heshima, na sasa umepumzika katika amani. Pumzika kwa amani, baba wa demokrasia. Urithi wako utaishi milele katika mioyo ya Wakenya. Sasa huu ni ujumbe ambao umewekwa kwenye mtandao wa kijamii na Godbless Lema ambaye ni mwanasiasa kutoka nchini Tanzania. Inaonekana kuwa alikuwa na ushikaji mkubwa zaidi na hayati Raila Amolo Odinga, na ndio kwa maana ameamua kutoa huu ujumbe. Na vile kuna picha moja ambayo walipiga katika ofisi za ODM, chama pinzani nchini Kenya. Inaonekana kuwa ushikaji wa Lema na Raila Odinga ulikuwa ni ule ushikaji wa kupigiwa mfano. Godbless Lema alizuru nchini Kenya na akaamua kumtembelea Raila Odinga katika ofisi zake. Kwa hiyo ni huzuni tele nchini Kenya, dunia nzima kwa ujumla, baada ya kumpoteza shujaa waziri mkuu wa kitambo nchini Kenya, hayati Raila Amolo Odinga. Mola ailaze roho yake mahala pema peponi. Amina.